Haleluya. Jina la Bwana lipewe sifa. Nipungie mkono wako mahali ulipo katika jina la Yesu. Haleluya, Bwana asifiwe. Nataka kuwakaribisha katika ibada hii ya siku ya leo katika jina la Yesu Kristo. Walioko hapa kanisani, wanaotitizama kwenye mtandao, wote ninawakaribisha katika jina la Yesu. Ukasikie kwamba umekaribishwa, ukafungue moyo wako katika jina la Yesu, na ukaweza kupokea baraka na neno la Bwana katika jina la Yesu. Oh, haleluya, Bwana asifiwe. Najua hatuna mazoea kuja mbele za Bwana na kusikia neno la Bwana. Jina la Bwana lipewe sifa. Haleluya, Bwana asifiwe. Niliokoka nina amani. Yesu ni Bwana, amenilinda na kunifadhi katika wema wake, na linwa na kulitukuza jina lake. Najua kusimama kwenye madhabahu yake na kunena neno lake ni kwa sababu ya neema. Haleluya, ni kwa sababu ya neema. Haleluya. Kwa hivyo ninanyenyekea nikiwa mbele za Mungu, ninapoenda kulinena neno la Bwana katika jina la Yesu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Upate kubarikiwa katika jina la Yesu. Najua ya kwamba ni wakati tunapitia katika mambo magumu na mambo mazito, lakini jambo moja ninalifahamu, hata mambo yakiwa mazito kiasi gani, hakuna lolote linalombadilisha Mungu. Jina la Bwana lipewe sifa. Haleluya. Bwana asifiwe. Ana katika mambo yote Mungu wetu anazidi kutawala, Mungu wetu anazidi kutamalaki, kwa sababu yeye ni Mungu mwema, yeye ni mwaminifu, hakuna aliye kama wewe. Tunajua jambo moja, katika mambo tunapitia ndani yake, hakuna mwingine awezaye kutuokoa, hadi Mungu wetu atatuokoa katika jina la Yesu. Jina la Bwana lipewe sifa. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Bwana ainuliwe. Haleluya. Ujumbe wa leo ni kutengeneza njia zetu na matendo zetu mbele za Bwana, na ili tukaweze kumpendeza Bwana, na ili tukaweze kurithi ufalme wa mbinguni katika jina la Yesu. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Tutaingia kwenye neno la Bwana hizo dakika chache, na ninajua Bwana atatubariki. Tutaingia katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana, kitabu cha Ufunuo wa Yohana 20. Haleluya. Amen. Na ninajua tutabarikiwa. Amen. Haleluya. Oh, haleluya. Bwana ametushindania wiki ambayo imepita. Nashukuru maana ni wiki ambayo imekuwa na mambo mengi na mazito, katika mambo tofauti. Bwana ametushindania. Neema yake imekuwa kubwa kila mmoja wetu siku ya leo katika jina la Yesu. Haleluya. Tutasoma neno la Bwana, na ninajua tutazidi kusoma maandiko mengine kadhaa, na ninajua Mungu wetu atatubariki. Kwa hivyo ni vyema ufungue moyo wako na uweze kubarikiwa. Haleluya. Jina la Bwana lipewe sifa. Katika mstari wa 11 Ufunuo, katika kitabu cha Ufunuo 20 mstari wa 11, kuanzia hapo ninajua Bwana atatubariki. Haleluya. Neno la Bwana linasema, kisha nikaona kiti cha enzi kikubwa cheupe, naye aketie juu yake, ambaye nchi na mbingu zikakimbia uso wake, na mahali pao hapakuonekana tena. Haleluya. Nikawaona wafu wakubwa kwa wadogo wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi, na vitabu vikafunguliwa, na kitabu kingine kikafunguliwa ambacho ni cha uzima, na hao wafu wakahukumiwa katika mambo hayo yaliyoandikwa katika vile vitabu sawa sawa na matendo yao.
Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana atukuzwe sana. Hallelujah. Nashukuru Bwana kwa sababu ya neno lake. Bwana asifiwe sana. Amen. Mara nyingi wakati tunapolisikia hili neno, huwa mara nyingi tunalisikia mara nyingi katika maombolezi na katika pengine mazishi. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Lakini wakati nilipokuwa nikisikia Bwana akininenea kwa neno hili, Bwana hakuwa anawanenea wale walikuwa wamekufa. Bwana alikuwa akiwanenea walio hai. Jina la Bwana lipewe sifa. Hallelujah. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Amen. Maana waliokufa hawawezi kusikia hili neno na hata hawawezi kujua mapenzi ya Mungu kuhusu neno hili. Lakini sisi ndio tunaonelewa na neno hili la Bwana. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Wakati Yohana alikuwa ananena, ukiangalia pale Yohana katika mlango wa 2 na wa 3, wakati Yohana alipewa ule ufunuo, alikuwa anapewa ule ufunuo, aliyanenea makanisa 7. Jina la Bwana lipewe sifa. Na wakati alikuwa akinenea makanisa 7, alikuwa akiwaonya na kuambia mambo ambayo Mungu anaona hayaendi sambamba kulingana na mapenzi yake. Bwana asifiwe sana. Alikuwa anawaambia kwamba ninaona mambo haya ni mazuri mnayoyafanya. Ninatazama kwamba mnaendana na neno iliyo sawa. Ukiona kanisa la Waefeso, alikuwa anawaambia jambo ambalo mmekosa ndani yenu ni upendo. Kwa hivyo ukisoma katika Ufunuo 2 na 3, ukasikia vile Bwana alipokuwa akinenea kanisa. Kwa hivyo wakati Bwana anatunenea na neno hili siku ya leo, anatunenea kama kanisa lake. Jina la Bwana lisifiwe. Amen. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Maana Bwana anataka kuzidi na kuendelea na kuliandaa kanisa. Maana siku ya kufunuliwa kwake Mwokozi kumekaribia. Siku ya kurudi kwake Bwana imekaribia. Hallelujah kanisa. Bwana asifiwe sana. Na ndiposa tunalelewa tuzidi kujiandaa. Ndiposa neno la Bwana linapotunenea, tuweze kuendelea kutengeneza njia zetu, tuweze kutengeneza matendo yetu, na ili tuwatembee kadri na mapenzi ya Mungu. Jina la Bwana lisifiwe. Mungu ametuambia, kisha nikaona kiti cha enzi kikubwa cheupe na yeye aketie juu yake, ambaye nchi na mbingu zikakimbia uso wake, na mahali pao hapakuonekana. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Huyu ndio Yohana aliyefunuliwa. Na wakati alifunuliwa, hallelujah, alikiona kiti cha enzi. Bwana asifiwe sana. Na kulikuwa na yule alikuwa ameketi kwenye kiti cha enzi, aliyejawa na utukufu. Bwana asifiwe sana. Na kusema nchi ya kwamba ilimuona ikatoroka, hata mbingu ikatoroka, zote zikatoweka wakati zilipoona uso wake. Haleluya. Bwana asifiwe. Wakati tunatazama ulimwengu,
Bwana ni arosho. Akasema niwaona wafu wakubwa kwa wadogo. Yaani wale walikuwa ni wafu, walikuwa wamefufuka. Haleluya. Walikuwa kwenye mwili mwingine. Bwana asifiwe sana. Haleluya, jina la Bwana lipewe sifa. Maana wakati huo ukifika, nasema hatutawashinda walio kwenye makaburi, walio wafu, kwa sababu hao ndio watafufuka kwanza, na hao ndio wataanza kubadilishwa kwanza, na hivyo sisi zote tukaweza kusimama mbele kiti cha hukumu cha Mwenyezi Mungu. Haleluya, jina la Bwana lisifiwe. Jina la Bwana lipewe sifa. Akasema na vitabu vikafunguliwa, na kitabu kingine kikafunguliwa. Jina la Bwana lipewe sifa. Yesu alituambia vitabu ni vingi ambavyo tunaisoma, na vitabu vyote. Haleluya. Kitabu kitakachomalizia ni kitabu cha uzima wa milele. Kitabu cha uzima wa milele kufunguliwa, kutakuwa na vitabu vingine. Jina la Bwana lisifiwe. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Jina la Bwana lisifiwe. Haleluya. Kitabu kingine kikafunguliwa ambacho ni cha uzima. Hao wafu wakahukumiwa katika mambo yao yaliyoandikwa katika vitabu vile sawasawa na matendo yake. Haleluya, jina la Bwana lisifiwe. Kwa hivyo kabla ya kitabu cha uzima kufunguliwa, kunacho kitabu cha matendo. Jina la Bwana lisifiwe. Kile ni kitabu cha matendo ambacho kinaandikwa matendo huwa walikuwa wanayafanya, na pia tutakuwa pale na matendo yetu, maana matendo yetu ndiyo yatakayotuongoza. Tunaambiwa yakikataliwa kwenda kuzimu katika kifo cha milele, lakini matendo yetu yakiwa sawasawa, jina la Bwana lisifiwe, tutaweza kuelekea katika uzimani. Haleluya. Bwana asifiwe kabisa. Jina la Bwana lipewe sifa. Najua kuna jambo moja, tunaweza kuwa tumeokoka na watu kwa majina yetu katika kitabu cha uzima, lakini siku ya leo Bwana anatukumbusha kuna vitabu vya matendo ambayo tunatenda tukiwa hapa duniani, na tunajua vizuri kila siku kuna matendo yake. Wakati tunaamka asubuhi, wakati tunafanya mambo yote tukiwa mbele za Bwana, matendo yetu yananakiliwa, yawe ni mazuri yawe ni mabaya, matendo yetu yananakiliwa kwenye vitabu vya matendo. Haleluya. Jina la Bwana lisifiwe. Haleluya. Haleluya. Bwana ni arosho. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo tunanenewa sisi tulio hai, ndio tunanenewa siku ya leo kanisa, kaweze kutengeneza njia zetu, kaweze kutengeneza njia zetu, kaweze kubadilisha matendo yetu. Jina la Bwana lisifiwe. Lakini siku ile itakapofika, wakati tunaenda kutafutwa mbele katika vitabu vya matendo, majina yetu yakaweza kupatikana pale, wakati tunapokuwa tukiangaliwa matendo yetu yakaonekana mahali pale, katika jina la Yesu itakuwa ndilo ombi la moyo wangu. Bwana ukanisaidie, maana hizi ni nyakati za mwisho.
Jina la Bwana lipewe sifa. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Wakati mmoja nabii Yeremia akanenewa na Bwana. Jina la Bwana lipewe sifa. Katika kitabu cha Yeremia 7. Haleluya. Jina la Bwana lipewe sifa. Haleluya. Akaambiwa Yeremia, neno hili ndilo lililomjia Yeremia kutoka kwa Bwana kusema, huu ni ujumbe Yeremia alipewa na Bwana. Na Bwana alipewe sifa. Akaambiwa na Bwana, mama langoni pa nyumba ya Bwana ukatangaze hapo neno hili ukisema, sikilizeni neno la Bwana, ninyi nyote wa Yuda mnaoingia katika malango haya ili kumwabudu Bwana. Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli asema hivi, tengenezeni njia zenu na matendo yenu, nami nitawakalisha ninyi mahali hapa. Haleluya. Huyu ni Yeremia alinenewa na Bwana. Haleluya. Maana Bwana alipotizama, haleluya, alipotizama wa Yuda walikuwa wakisimamia kanisa la Bwana. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo wakati alikuwa na wanenea, wao walikuwa wametolewa kwenye nyumba ya Bwana, walikuwa wamefungiliwa kule nje, kama jinsi kanisa limefungiliwa siku ya leo. Jina la Bwana lipewe sifa. Na kaambiwa waeleze vizuri enyi wa Yuda. Haleluya. Bwana asifiwe. Sikilizeni sauti ya Bwana. Bwana asifiwe sana. Mnaoingia katika malango zaidi mkamwabudu Bwana, sikilizeni sauti ya Bwana. Jina la Bwana lipewe sifa. Maana Bwana wa majeshi ndiye anayenena. Haleluya. Mungu wa Israeli ndiye anayenena. Anasema tengenezeni njia zenu. Haleluya. Na matendo yenu nami nitawaruhusu mkaenda kuniabudu katika madhabahu yangu. Jina la Bwana lipewe sifa. Haleluya. Jina la Bwana litukuzwe. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Oh, haleluya. Bwana alikuwa anaendelea na kuambia maneno ya uongo ukisema, hekalu la Bwana, hekalu la Bwana, hekalu la Bwana. Ndiyo haya. Maana kama mkitengeneza kabisa njia zenu na matendo yenu, na kama mkihukumu hukumu ya haki katika mtu na jirani yake. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ndipo nitakapo wakalisha mahali hapa katika nchi hii mliowapa baba zenu kutokea zamani hata milele. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Jina la Bwana lipewe sifa. Wakati Bwana alikuwa anawaonya, na wakati Bwana alikuwa anawanenea kutengeneza njia zao, na ili kwamba wakaweze kupata kibali mbele yake na mbele ya madhabahu. Bwana asifiwe sana. Jina la Bwana lisifiwe. Maana aliangalia akawaona kama hawatatengeneza njia zao, kama hawatatengeneza matendo yao, kuna aina siku ambayo ni kuu ya hukumu, ambayo matendo yao hayataweza kusimama mbele za Bwana. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Ambapo mienendo yao ambayo unaenenda nayo
Haleluya Baba. Jina la Bwana lipewe sifa. Haleluya. Haleluya. Akawaambia, angalieni, natumainia maneno ya uongo yasiyoweza kuwafaidi. Haleluya, Bwana asifiwe. Wakati alikuwa anawatazama na alikuwa anawaambia watengeneze njia zao, kuna maneno walikuwa wanatumainia, kuna mambo walikuwa wanatumainia wenyewe. Jina la Bwana asifiwe. Haleluya. Na mambo ambao walikuwa wanatumainia ni mambo ambayo hayangewafaidi katika maisha yao. Haleluya. Haleluya. Akawauliza, je, utaiba? Je, anakuua na kuzini na kuwapa kwa uongo na kumfukuza na kumfukuzia bali uvumba na kuifuata miungu mingine ambayo hamkuijua. Akawauliza, mtaiba na kuua? Bwana asifiwe sana. Na kuzizi, yani kufanya uzinzi. Haleluya. Na kudanganyana. Wakati alipowaangalia na alikuwa anawaambia watengeneze njia zao na matendo yao. Alikuwa hata wakiwa kanisani. Haleluya, matendo yao hayakupendeza Mungu. Walikuwa wanamwimbia Mungu wakiwa kanisani. Jina la Bwana lisifiwe. Walikuwa wanaua. Wanaweza kushindwa, walikuwa wanaua na njia gani? Bwana asifiwe sana. Wakati Mungu saa ingine anatutizama kama kanisa, unaona wenyewe kwa wenyewe, unaona mtu akiinuliwa, unatafuta njia ya kumshusha, unatafuta njia ya kuwa maono yake, unatafuta njia ya kumwangusha, unatafuta njia ya kumrudisha nyuma. Haya ndiyo mambo ya Mungu alikuwa akiyaona. Walikuwa wakiasi wakiwa kwenye nyumba ya Bwana, walikuwa wakifanya usherati. Jina la Bwana lisifiwe. Hivyo ndivyo hata kulivyo siku ya leo. Bwana anakutunenea na neno, mambo ambayo anayotunenea kwenye kanisa. Haleluya. Wengine ni kujawa na wivu na chuki. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Jina la Bwana liinuliwe. Matendo ambayo Bwana anayaona ndani ya mioyo yetu. Lakini kuna jambo moja huwa linanifurahisha. Unaweza kumficha Mungu mambo mengine yote, watu mambo yote, lakini Mungu wetu hauwezi kumficha hata nini. Haleluya. Maana anasema yeye ndiye anachunguza moyo wa mwanadamu. Maana anachunguza moyo wa mwanadamu ni mdanganyifu. Jina la Bwana lisifiwe. Na yeye ndiye huwa anachunguza. Kwa hiyo sisi wanadamu huwa tunajidanganya. Haleluya. Maana tunaona ni kama ya kwamba tunaenda na mienendo iliyo sawasawa. Lakini Mungu wetu anapotutizama, anapotizama mioyo yetu, wengine tumejawa na unafiki. Haleluya. Bwana ainuliwe. Hayo ndiyo matendo Bwana anayaona. Hiyo ndiyo Bwana anazoona ambazo tunazipitia. Bwana anatunenea siku ya leo, na ili tukaweze kubadilisha katika jina la Yesu. Haleluya. Haleluya. Jina la Bwana liinuliwe. Neno mstari wa 10 linasema, kisha utakuja na kusimama mbele zangu katika nyumba hii itwayo kwa jina langu na kusema, tumepona, ili tupate kufanya machukizo hayo yote. Je, nyumba hii itwayo kwa jina langu imekuwa pango la wanyang'anyi machoni penu? Angalieni mimi nimeliona jambo hili
asema Bwana. Haleluya. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe sana. Bwana tukuzwe. Kwa hivyo wakati mambo haya yote yanatendeka, baadaye tunakuja mbele za Bwana. Tunainua mikono iliyojawa na damu. Tunainua mikono ambayo imeua. Haleluya. Tunainua mikono yetu na ndani yetu tumejichanganya. Haleluya. Amen. Jina la Bwana lipewe sifa. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Amen. Na zaidi ya hayo tunazidi kufanya machukizo mbele za Bwana. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Haleluya. Kwa hivyo hapa ndio Bwana anauliza. Haleluya. Amen. Je, mtazidi kufanya mambo haya yote? Mtazidi kuendelea kuinua mikono yenu mbele ya madhabahu yangu? Mtazidi kuja mbele yangu na kuniinulia mikono? Haleluya. Kwa hivyo wakati Bwana anaona ile mikono, anaona mikono iliyojawa na uchafu. Haleluya. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo hata sio mikono, ni mioyo yetu. Haleluya. Na ndiposa Bwana anataka tutengeneze njia zetu. Anataka kuwe na mabadiliko. Wakati Bwana anatunenea kwa neno, Bwana wachani hivi mkafanya hivi nami nitafanya hivi. Jina la Bwana lipewe sifa. Maana Bwana anaona tukiendelea na matendo ambayo tunayatenda kama kanisa, anaona tukiendelea na mienendo ambayo tunaenda nayo. Jina la Bwana lisifiwe. Hatutaweza kustahimili siku ile ya mwisho, siku ya hukumu, katika hakamwetia kanisa wagai wadaniarogosho retoria kaile rogosho kaiaroneneha. Haleluya. Wakati tuko pamoja hivi, hakuna ajuaye mawazo ya mtu. Hakuna mtu ulikuwa umefanya nini asubuhi. Hakuna mtu anajua ulikuwa umenena nini asubuhi. Lakini Roho wa Bwana ndiye achunguzaye mioyo yetu. Jina la Bwana lisifiwe. Haleluya. Kwa hivyo ni heri tukakubali kusaidiwa na Bwana katika mambo yote ambayo tunayafanya. Haleluya. Jina la Bwana lipewe sifa. Akauliza, je, mtaifanya je, nyumba hii itwayo kwa jina langu imekuwa pango la wanyang'anyi machoni penu. Angalieni, mimi nimeliona jambo hili, asema Bwana. Haleluya. Amen. Kwa hivyo ni kusema neno la Bwana limetuambia mambo ambayo Bwana anayasema, mambo ambayo Bwana anayanena, mambo ameyaona yeye mwenyewe. Haleluya. Bwana asifiwe. Haleluya. Ni maono Maria kayolete. Ni mambo Mungu ameona yeye wa kanisa, ndani ya kanisa. Wananiarosho. Haleluya. Ni kwa nini Bwana anasema? Yeremia waambie. Haleluya. Watangazie. Mwananiarosho. Haleluya. Manoneke njia shiana shiego shiao. Tengeneze njia zao. Na nitawakubanisha. Waweza kusimama pako patakatifu na haleluya. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe. Naye Bwana akasema, lakini enendeni sasa hata mahali pangu palipokuwa katika Shilo, nilipo nikalisha jina langu hapo kwanza, mkaone nilivyopatenda kwa sababu ya uovu wa watu wangu Israeli. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Amen. Bwana anatukumbusha
Bwana asifiwe sana. Haleluya. Hata mahali pake pa kuabudiwa Shilo. Bwana asifiwe sana. Shilo ni madhabahu yaliyotengewa. Bwana asifiwe sana. Wakati wa Israeli waliingia pale Kanaani. Bwana asifiwe sana. Haleluya, jina la Bwana lisifiwe. Akatengewa madhabahu na ikachengwa. Maana Israeli walipokuwa wanatembea katika ile safari yao, hakuna mahali walikuwa wametenga, hata katika nchi zote walipitia. Hakuna mahali Mungu alikuwa ametenga na ili kawe madhabahu. Na kwa sababu hapa ni mahali walifika katika nchi ya Kanaani, akasema atengewe mahali na ili atengewe madhabahu. Na ndiposa Bwana anatukumbusha kama kanisa mambo aliyoifanya katika lile kanisa, katika ile madhabahu yake. Na pale palikuwako mtumishi wake Eli na wana wake vijana wake wawili. Bwana asifiwe sana. Wakati Bwana alitizama mambo walikuwa wakiyatenda kwenye madhabahu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Bwana aliweza kuangamiza tondoke wa Bwana yetile idero Bwana ndiarowashwo na nekiona yera twareliona muthenya wao mothe na nenda tuthondekegira cito na meriera itu tondoke wa Bwana yetile idero na nekera turirikania ati uria kile Shilo inaweza kufanya hata siku ya leo. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Bwana asifiwe. Walipata wakati ule, wakati alikuwa anatizama Eli na wanawe, alikuwa anatizama wana wa Eli, mambo walikuwa wanafanya kwenye madhabahu, na muuliza baba yake Eli, kwani unawezaje kuwaheshimu wana wako kuniliko? Bwana asifiwe sana. Haleluya. Na hapo ndipo Bwana aliapa mambo ambayo nilikuwa nimesema kwamba utaishi ukisimama kwenye madhabahu yangu, wewe pamoja na nyumba ya baba yako, wewe pamoja na jamii yako. Mungu akasema la hasha, jambo hilo halitaweza kutendeka tena. Haleluya. Kwa hivyo maisha tunayoishi tuishi tukajua ya kwamba tunasema ya kwamba Mungu yaani Bwana akikuita amekuita, lakini tusipotengeneza njia zetu na matendo yetu, tusipofanya kadri ya mapenzi ya Bwana, Kaini alishoka nguo. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Kai arogocwo. Bwana aweze kuturehemu. Mwathani arogocwo. Tulio cieko-inĩ katika hali ya matendo, tusije kufanya matendo kama ya watu wa dunia katika kanisa la Bwana, katika madhabahu ya Bwana. Tujue ya kwamba madhabahu ina mwenyewe, na madhabahu ya Bwana haitetewi na mtu, lakini Mungu mwenyewe atapigania madhabahu yake na kuitetea katika jina la Yesu. Haleluya. Bwana asifiwe. Ni wapi tunaweza kwenda umbali ukajificha uso wa Bwana? Haleluya. Hivyo ndivyo Daudi aliuliza, nikoideliechoranwa nawe. Haleluya. Maana nikipanda mabawa, wewe Jehova uko kule mbinguni. Haleluya. Hata nikienda kule kuzidi sana, wewe Bwana uko mahali pale. Hakuna mahali tunaweza kuenda tukaweza kukimbia uso wa Bwana. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Mwathani arogocwo. Ngai arotũiguĩrĩra thakanĩra. Mungu aturehemu kama kanisa. Haleluya. Amen. Mwathani arogocwo. Hallelujah.
Haleluya. Amen. Hajaroto igwerera. Bwana turehemu. Akaendelea kusema, basi nitaenda nyumba hii itwayo kwa jina langu, mnayo tumainia, na mahali hapa nilipowapa ninyi na baba zenu, kama nilivyo patenda Shilo. Haleluya. Amen. Basi nitaitenda nyumba hii itwayo kwa jina langu, mnayo itumainia, na mahali hapa nilipowapa ninyi na baba zenu, kama nilivyo patenda Shilo. Hivyo ni kusema kuga hakuna jambo Mungu hawezi kulifanya. Mwana ni roho. Haleluya. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Amina. Kwa hivyo hakuna jambo Mungu hawezi kufanya. Na zaidi ya yote, na makiria modeli, madhabahu iliyokuwa ndani yetu. Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya. Kwa hivyo tunaponena kuhusu matendo na mienendo yetu, tunanena kuhusu madhabahu ya mioyo yetu. Jina la Bwana lipewe sifa. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Maana mambo Mungu aliyotenda pale Shilo. Jina la Bwana lipewe sifa. Bwana waliondolewa, lakini Shilo iliendelea. Mungu aliyopata kuinuliwa. Kwa hivyo katika mambo yote tunayoyafanya, katika mienendo yetu na matendo yetu, haleluya, tukaweza kubadilika katika jina la Yesu. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Amen. Ninajua roho wa Bwana ni mzuri sana. Wakati tunaponenewa na neno. Haleluya, jina la Bwana lisifiwe. Haleluya, yeye huendelea na kutuonyesha katika mioyo yetu, kila mmoja wetu. Haleluya, Bwana asifiwe. Na ili tukaweza kutengeneza njia zetu. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Ni kwa nini tunaambiwa tutengeneze njia zetu? Kwa sababu tumeambiwa siku inawadia, tunavyoendelea, siku ya wadia ya kurudi kwa Bwana. Haleluya. Ninapoenda kumalizia, Bwana asifiwe. Katika kitabu cha Mathayo 25 mstari wa 31. Mathayo 25 mstari wa 31. Mweza kusikia neno la Bwana. Haleluya. Jina la Bwana lipewe sifa. Hapo atakapokuja Mwana wa Adamu katika utukufu wake na malaika watakatifu wote pamoja naye, ndipo atakapoketi katika kiti cha utukufu wake. Haleluya. Amen. Na mataifa yote watakusanyika mbele zake, naye atawabagua kama vile mchungaji abaguavyo kondoo na mbuzi. Atawaweka kondoo mkono wake wa kuume na mbuzi mkono wake wa kushoto. Haleluya. Amen. Kwa hivyo wakati Bwana anatuandaa kwa sababu ya ile siku ilikuwa ni kuu. Haleluya. Ambayo tumeambiwa siku wakati ule Mwana wa Adamu atakuja katika utukufu wake na malaika watakatifu wote pamoja naye, na ndipo atakapoketi katika kiti cha utukufu wake. Kwa hivyo wakati atakapokuwa akiketi katika kile kiti cha utukufu wake, huyu ni Yesu Mwana wa Mungu. Jina la Bwana lipewe sifa. Haleluya. Neno limetuambia ya kwamba jambo lingine litakalofanyika, mataifa yote yatakusanyika mbele zake. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe sana.
Haleluya. Usema mataifa yote yatakusanyika. Ni wale walio ni waokole. Wale walio ni watakatifu. Na wale walio ni wa dunia. Sote tutakusanyika mbele zake. Jina la Bwana lipewe sifa. Haleluya. Na kama jinsi ya mchungaji anavyobagua kondoo na mbuzi, wakati huo ndiye atakuwa akibagua kondoo na mbuzi. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Na kama ni kondoo wa mbuzi wanaoishi katika kondoo, watu wamevalia mavazi ya kondoo, hawataweza kuepuka katika ile hali ya kubaguliwa na Yesu. Kwa sababu kuna mtu mmoja atajificha. Hapa duniani tutajificha, lakini kuna siku ile iliyokuu ambayo hakuna hata mmoja atakayeweza kujificha. Maana mchungaji atasimama na ili akaweza kubagua. Haleluya. Na amesema ya kwamba kondoo ataweka kwenye mkono wake wa kulia na atakuwa kwenye mkono wake wa kushoto. Haleluya. Kwa hivyo wakati tunapoishi ukajua siku moja itafika. Haleluya. Ni siku ambayo hakuna mtu aijuae. Haleluya. Ya kurudi kwake Bwana. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kisha mfalme atawaambia wale walio mkono wake wa kuume, njooni mliobarikiwa na Baba yangu, urithini ufalme mliowekewa tayari tangu kuumbwa ulimwengu. Haleluya. Walio kwenye mkono wa kulia. Haleluya. Hao ni kondoo wake. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Yesu atakuwa anawakaribisha. Atakuwa anawaita wabarikiwa wa Baba. Atawakaribisha kuurithi ufalme uliowekwa tangu mwanzo. Jina la Bwana lipewe sifa. Haleluya. Bwana asifiwe. Ukiendelea kusoma hapo, utasoma matendo walikuwa nayo. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Matendo waliotenda mazuri. Bwana asifiwe sana. Ukisoma utayaona. Mstari wa 41 unasema tukimalizia. Kisha akawaambia wale walioko mkono wake wa kushoto, ondokeni kwangu mliolaaniwa, mwende katika moto wa milele aliowekewa tayari Ibilisi na malaika zake. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Hawa ni walioko katika mkono wa kushoto. Na ukisoma mahali pale, ukiendelea kusoma, utaona matendo ambao walikuwa wanatenda au mambo ambayo hawakuyafanya. Haleluya. Kwa hivyo kuna mambo tunastahili kufanya. Haleluya, tukapokea urithi wetu. Na kuna mambo tunaweza kosa kufanya na kuweza kutuzuia kupokea urithi wetu katika ufalme wa milele. Jina la Bwana lisifiwe sana. Kanisa, Bwana akaweze kutusaidia, maana siku ya hukumu yaja. Hata wale wasiokoka ambaye hawajaokoka, nataka niwaambie ya kwamba siku ya hukumu inakuja, ambayo nilituambia ya kwamba waliokufa wako kwenye makaburi watafufuka. Bahari itawatoa waliomezwa na bahari. Bwana asifiwe. Kwa sababu ya hiyo siku ya hukumu, hata waliojitia kitanzi kwenye miti, hata miti na itawatoa
waliojitia kitanzi, haleluya, waliokufa kwenye mito itawatoa, maana siku ya hukumu ikifika sote tutahukumiwa mbele za Bwana. Kwa hiyo wewe mtazamaji, mahali ulipo ni vyema kujiita mkutano wa moyo wako na kujiuliza siku hiyo ikifika, mimi nitakuwa wapi? Haleluya, Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo ni vizuri kukabidhi maisha yako kwa Yesu, ni vizuri kubadilisha mwendo unaoenda nao, ni vizuri kukubalia Yesu awe Mwokozi wa maisha yako kupitia kuoshwa kwa damu yake Yesu. Haleluya, na ili ukaweze kuwa murithi pamoja na Yesu Kristo, na ili tukawe kuwa warithi pamoja na Yesu Kristo. Jina la Bwana lisifiwe. Kwa hivyo kanisa, ni wakati tumepewa na Bwana. Usije ukachukulia wakati huu wa kukaa nyumbani vile kwa urahisi. Usiseme ni kawaida, tulifungiwa kanisa na tumefungiwa na tukafunguliwa, imefungwa na itafunguliwa. Bwana anatizama, anauliza umefanya nini na wakati huo nimekupatia. Haleluya, Bwana asifiwe sana. Umejiandaa vipi ndani ya moyo wako? Umetengeneza njia yako na matendo yako na Bwana kiasi gani? Kwa hivyo tukawa tukijua ya kwamba hata tukiwa pale manyumbani ni wakati wa kujirudia ndani yetu. Haleluya, tukijua ya kwamba vile tunavyoona mambo wakati yako sasa, hivyo ndivyo Mwana wa Mungu atakavyofunuliwa. Kwa hivyo tumepewa nafasi nzuri ya kujiandaa ndani ya mioyo yetu, ya kuondoa mambo yote ambayo yanaweza kutuzuia, na ili tukaweza kukaribia utukufu wa Mungu. Maana kama dunia inapotea, inatoweka, isione utukufu wa Mungu, tujiulize, je, sisi tutakuwa wapi tukiwa na dhambi zetu, tukiwa na mienendo yetu ambayo haipendezi Mungu? Wakati ule ukifika, tukahota gwetia mũthenya ũcio mũnene rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Haleluya, tukagũikara ũkĩonaga kanitha kũhingwo, usikae ukiona kanisa kufungwa. Haleluya, nĩ wega kũgĩaga na mũcemanio waku na Ngai. Ni vema kuwa na mkutano wako na Mungu. Kuwa kujiita ama kujikusanya pamoja ndani ya moyo wako, kujirudia na kujiuliza, Yesu akirudi kama wakati kama huu, haleluya, nitaurithi uzima ambao niliandaliwa tangu mwanzo. Nikaililia daha lile yori uridia bodi ya ndani kagaya nitaribi. Nimeweka kuyoria vema kujiuliza thini wa koroshitu katika mioyo yetu. Bwana alitoka kanisa ile, na Mungu kuja kanisani, sio kuja kanisani peke yake, hata sio kulihubiri neno la Bwana peke yake. Bwana asifiwe sana. Ninasema hata sio kuitwa nani wala nani, lakini ni kutengeneza njia zetu na Bwana. Haleluya, letu aliakaile rogosho na mudodeka jira shito na Ngai tono mode kwa mama bishop na apostle mekuo atukateli mekuo ahuchia mekuo letu akai mekuo wana ya rogosho kaya roto imerana kakadina wakai tono nekabeliele itola jira shito. Haleluya, kila tido kero shiote hizio wakati wa kuangalia huyo mwingine. Haleluya, usio wakati wa mambo ya bure. Bwana ni roho ya moshi, kaya roho neneha, kaya roho moshi,
masengenyo. Haleluya. Amen. Bwana mukwire na omena. Tuondoe chuki. Mama Yesu akioka. Bwana Yesu akirudi, Tuketonya. utaingia. Kaigara mosho. Bwana tukuzwe. Tuaherie maundu ma mithemba yothe. Tume mambo ya Tuaherie wairu. Thĩinĩ wa ngoro citũ. ndani ya roho zetu. Kaigara mosho. Amen. Ukĩrĩ na roho mũtheru wa Ngai. Una roho Ũkĩrĩ kĩrĩa Mwathani aroiga. unajua kile Mungu anasema. Roho wa Mungu wako ndani yako. Roho wako ndani Na yako. ninajua wako ndani yangu. Ndani wako. Na kila mmoja wetu. Na wawito. Roho wa Bwana Roho wake anatuambia hii niondolee. Nera. Niondolee hii. Ndio. Wakati wa kusikia ni sasa. Ile Wakati wa kubadilika ni sasa. kugaruka leo. Bwana asifiwe sana. Mwadhani roho. Na nigera tutikana kurano na kihuruko. Tusikose pumziko. Haleluya. Amen. Tusije tukakosa pumziko. Tutikale kihuruko ya tena. Haleluya. Amen. Tunaweza kuwa tumepitia mambo mengi sana na machungu. Na tuko tugelele mambo Lakini Bwana atusaidie. Tengeneze njia yetu na mapito yetu. Ndani ya Bwana. Tusije tukakose pumziko. Katika jina la Yesu. Simama kwa miguu yako. Rabashatarabaganda. Na kwa sababu tumesikia neno la Bwana. Mimi sijui Bwana anakunenea nini. Wewe hujui Bwana ananinenea nini. Kwa hivyo ninakuazize tu kila mmoja wetu ukaweze kusimama mbele za Bwana na kumwambia Bwana tusaidie, na kumwambia Bwana niwezeshe, kama haya ndiyo yatazuia nipate kuurithi ufalme. Oh, haleluya. Bwana nisaidie na mimi nikaweze kubadilika ndani yangu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ora mashetere mahanda. Simama kwa miguu yako, jiombe moyo wako. Haleluya Baba. Oh, haleluya. Najua neno lolote tunalisikia kama kanisa, neno lolote tunalisikia kama watu wa Mungu, tujue ya kwamba hilo neno litasimama mbele, hilo litakuhukumu. Oh, haleluya. Maana neno lote ambalo tumelisikia litakuhukumu mbele za Bwana kama hatutabadilisha mienendo yetu na kama hatutabadilisha matendo yetu, katika jina la Yesu. Sherebagandabasaya. Fungua kinywa chako mbele za Bwana, mwambie hata kama nimeshindwa kuacha haya, nisaidie kupitia Roho wako. Sherebayatayamoya. Erabakoterebayanda. Sherebayeterebasaya. Leo unaokoa tuaibete maondo. Tunashoka tunekele tokana mwoyo. Netono wa maondo mariale hile tele hile lito. Netono wa maondo mariale tole hile roho anaitwa hile hile lito. Sherebakorabayanda. Sheterebayanda rabasaya. Rekaterebayanda rabasaya. Rekaoya rabasheterebayanda. Oh, sherebaganda rababoria. Shetereba. Sheteria rabasaya. Oria sharabaganda. Riba sheterebaboria. Tualia Yesu. Hallelujah. Oh, hallelujah Baba. Katika jina la Yesu. Nainua kanisa lako lote mikononi mwako. Oh, na ili ukazidi kujidhihirisha Bwana. Katika jina la Yesu. Tukazidi kuyasikia mapenzi yako na kuyatimu wa rehema. Katika jina la Yesu.
Nchi yetu tunainua mikononi mwako, ukazidi kutupigania Bwana, vita na majaribu yote, ukazidi kutuponya, maana wewe ni Mungu waponyaye. Ukaponye Bwana maradhi na magonjwa yote katika jina la Yesu. Walio hospitalini na waachilie neno la uponyaji, maana ulituma neno likaweze kutuponya na kutuokoa katika mauti. Walio manyumbani na ni wagonjwa, na achilia nguvu za uponyaji katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Walio shida waliokuwa na shida na matatizo, ukayatatue yote Bwana, ukakutana na kila hitaji uliosimamisha mahali hapa na kwenye wanaotusikiliza, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Asante maana wewe ndiwe utimizaye haja ya mioyo yetu Bwana. Timiza haja zetu Bwana, orabashatarabagana, katika jina la Yesu, kwa sababu wewe ni mwaminifu, ukazidi kuinuliwa na kutukuka katika jina la Yesu. Asante kwa sababu wewe ni mwema. Asante kwa neno ambalo umetunenea nalo. Tunaomba likalete mabadiliko katika maisha yetu, na ili likakulete sifa na heshima na utukufu, kwa sababu wewe ni mwaminifu. Asante kwa kuanza pamoja nasi na kumalizia pamoja nasi katika ibada ya leo, katika jina la Yesu. Tunapoenda katika wiki ijayo yote Bwana, tunaomba neema yako ikawa juu yetu, neema yako ikawa juu ya kila mmoja wetu, katika jina la Yesu Kristo. Asante Mungu wa rehema, uliwe na ukatukuzwe, kwa sababu wewe ni mwema na ni mwaminifu. Katika jina la Yesu Bwana aliye na Mwokozi kidogo na hata kuwa Gutarege turi kwa humbetwo no nduma na kiugo gĩaku we Ngai ũkĩũmbotheri ũkĩamũrania theri na nduma, naguo theri ũcio we ũkĩũtua mũthenya nayo nduma